kuanzisha ligi kwa vitu ambavyo havihitaji ligi. Ni vitu ambavyo vinagusa maisha ya Watanzania. Ni vitu ambavyo vinagusa usalama wa Watanzania. Ni vitu ambavyo tukivipeleka kwa kuvipuuza, sio tu itaishia kwamba vimepuuzwa, vinaishia kugharimu maisha ya watu. Ndipo inapofika kwamba tunafika mahali, kama inafika mahali upotoshaji unaoendelea sio tu unaishia kuwa ni upotoshaji, unaishia kwenye kugharimu maisha ya watu. Ni muhimu tukajaribu kuzungumza, tuone jinsi ya kwenda, tuone jinsi ya kuweka mambo. Na kama mnakumbuka, nilimwandikia Askofu Gwajima, nikamwambia Askofu Gwajima, ndugu yangu, sayansi ni ngumu sana kama ambavyo Biblia ilivyo ngumu au maneno wa Mungu. Na nikafika mbali nikamwambia kwamba ni rahisi sana mtu yeyote kutaja maneno ya Biblia na kutaja mitume, akasema Yohana, akasema Danieli, akasema majina yoyote na kutaja vifungu vya kwa usahihi, kujua ukweli halisi kwenye ulimwengu wa kiroho. Hivyo sayansi, uwezo wake wa kwenda Facebook, uwezo wake wa kupiga simu Ujerumani, kupiga simu Marekani, akaongea na watu wawili na kuingia YouTube, bado haumtoshi kuwa na ukweli kuhusu sayansi. Lakini kwa sababu ya nafasi yake kama mbunge, kwa sababu ya nafasi yake kama mbunge, sisi wabunge tunapochaguliwa na wananchi kwa utaratibu wa kikatiba, tunakwenda bungeni, tunawapa kwa kutumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mojawapo ya vitu ni kuilinda nchi yetu. Na kwenye kulinda nchi yetu, maana yake usalama wa nchi yetu, rasilimali zake na kila kitu. Inapofika swala la tiba, hasa inapofika swala la mlipuko wa ugonjwa, lina elementi ya usalama, ya ulinzi wa nchi. Usalama kwa sababu kuna watu watakaopoteza maisha. Sasa upotoshaji unapotokea, ni lazima ifike mahali unapoamua kupotosha uwe na uhakika na unachokisema. Wewe ni mbunge, wewe ni mtu umesimama ukasema hii si sawa. Na ikumbukwe kisheria, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha sheria inayempa waziri wa afya mamlaka, inapotokea ugonjwa au mlipuko wowote, atatoa njia za kupambana na uwe ugonjwa na namna gani tunaweza tukapambana nao. Ni swala la kisheria. Waziri wa afya atatoa njia, na ni sheria, taratibu zilizopitishwa na bunge. Waziri wa afya atatoa njia na namna ya kupambana na ugonjwa wowote. Wewe unapokuja na namna yako inayepingana na hili swala la kisheria ambalo sheria zimempa mamlaka waziri wa afya kufanya, ukaja na njia yako mbadala, ni vizuri unapokuja nayo uwe na uthibitisho wa kisayansi. Maana yake ni nini? Tunamuonya Gwajima, maana yake anakotufikisha ni kwamba tunamuita, tutafika mahali tumuombe kama kiongozi mwenzetu. Anasema kwenye chanjo kuna nanometo ambazo mtu akipigwa chanjo hiyo, kuna meto ambayo inaingizwa kwenye mwili wako. Itafika mahali tumuite Gwajima na tuwaite wanasayansi huru na wanasayansi wetu, tupime chanjo zote, alafu atuhakikishie asipokuta kwamba kuna nanometo
kuna vitu ndani yake ambayo baada ya miaka miwili zitasababisha Watanzania wafe. Asikishindwa kuthibitisha baada ya miaka miwili kuna vitu vitakavyosababisha uzombi, na tutawaita wanasayansi wote duniani tukae pamoja, na Gwajima haje na wao wakwake waliomwambia, na sisi tuje na wakwetu, alafu tunachukua hiyo chanjo tunapima wazi kabisa mbele ya vyombo vya habari, na kila mtu akaona majibu mbele ya wanasayansi. Akishindwa ajitafakari anatakiwa kuwekwa kwenye nafasi ipi. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, kabla ujawa mbunge unachaguliwa kwa kufuata mfumo wa vyama. Na sisi, mimi na Gwajima, tumepitishwa na Chama cha Mapinduzi. Na tulipopitishwa na Chama cha Mapinduzi, mojawapo ya kiapo cha mwana CCM ni kwamba fitina kwangu mwiko, manake fitina kwangu mwiko, uongo kwangu mwiko. Sasa tutakapochukua chanjo ya Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, zina zingine zote, tukakuta vyote anavyovisema Gwajima havipo, tunarudi kwenye kiapo cha mwana CCM. Je, anatakiwa awepo position gani? Lakini mwana CCM, kiapo cha mwana CCM inasema sitatumia nafasi yangu kupotosha kwa maslahi yangu binafsi. Tutakapokuja kupima hizi chanjo, hizi allegation zote anazozitoa mwenzetu Gwajima, akishindwa kuthibitisha kisayansi, na tunamwonya vizuri kwamba huko nyuma alibishana na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wakawa wanabishana. Hili la sasa halifanani na hilo. Hili ni science pase. Ni science pase. Lakini ya pili sio tu science, ni maisha ya watu. Lakini sisi tutakapokwenda tunachukua chanjo zote pale, tunazipima, ukijumulisha na vitu alivyosema Gwajima kutafuta udhibitisho. Alafu vile vile tunawafuatilia watu wote ambao walitakiwa kuchanjwa, lakini yeye Gwajima aliwaambia hamtakiwi kupata chanjo, na tukafanikiwa kuwapata waliopata madhara kutokana na ushauri wa Gwajima kwa uthibitisho wa kutosha. Tukaweka uthibitisho ya mambo aliyoyasema yako kwenye chanjo na hayapo, alafu yeye haje na uthibitisho yake. Pembeni tuna Watanzania watakao kuwa wamepoteza maisha kwa sababu ya upotoshaji wake. Ajitafakari vizuri, kesho atatujibu nini? Ajitafakari vizuri, kesho atatujibu nini? Kwa hiyo mimi nimekuja kama kuongea na mbunge mwenzangu, kuongea na kiongozi wangu wa kiroho, kuongea na rafiki yangu, kumwambia umefika mbali. Hata sisi wanasayansi, wao ni viongozi wa kiroho, baba askofu, lakini kuna maeneo kwenye ulimwengu wa kiroho nikitaka kuingia watanishangaa. Aelewe na yeye kama kiongozi wa kiroho, kuna ulimwengu wa wanasayansi anaingia, anaendelea kutushangaza. Kuna maeneo akiingia, sisi wanasayansi tunafikiri ni mwenzetu bado hajaelewa kwa sababu tasnia hii ni ngumu. Lakini kuna maeneo akiingia tunamshangaa kwa sababu naona anakanyaga maeneo ambayo hayana maana. Kwa mfano, leo Gwajima akiunguliwa na moto pale nyumbani kwake, hataenda kutafuta kwenye Facebook kutafuta ni namna gani anazima moto. Anaita idara ya zimamoto mara moja. Leo Gwajima akizimia pale kanisani, hataenda Facebook, hatapiga simu Ujerumani, hatapiga simu Marekani, hataongea na marafiki wake kwenye Facebook, hataangalia YouTube. Anakimbia hospitalini Muhimbili, na sisi madaktari tulioko Muhimbili na sehemu zingine tunamtibu. Ili swala la chanjo leo sisi tunamwambia
Tumeanza na hili swala la chanjo, tumeanza na COVID toka mwanzo. Hatua ya kwanza tuliwavusha Watanzania salama, tulitumia tiba asili, wakati huo hakuna chochote, tulitumia tiba asili, tulitumia mazoezi, tulitumia kila mbinu zilizokuwepo na tukavuka uviko ya kwanza, tukavuka mlipuko wa pili. Leo tuko mlipuko wa tatu, chanjo ambazo tulizichelewesha makusudi ili tuweze kujiridhisha, tumejiridhisha na tumeona ni sehemu. Wakati tunaendelea kupambana kwa kula vyakula vizuri, tunaendelea kwa kupambana kwa kutumia tiba asili zetu, hatuziachi, kwa sababu tiba ile inaitwa tiba asili, hii inaitwa chanjo. Wakati tunaendelea na tiba zetu asili, tunaendelea vile vile na chanjo. Chanjo sio tiba. Chanjo ni kitu kinachokuzuia usipate. Tiba ni kitu kinachotibu tayari ugonjwa ulioko ndani. Wakati tunaendelea na tiba yetu asili, wakati tunaendelea na mazoezi na mambo mengine yote tuliofanya kwenye uviko wa kwanza, kwenye COVID ya pili na sasa ya tatu, na sasa wameshachanjwa watu bilioni 3.9 duniani. Tumejiridhisha, tumetumia wataalamu wetu wa maabara zetu, tumeshirikiana na wanasayansi wengine, tumeona nchi zingine zilivyo, tumejiridhisha pasipokuwa na shaka kwamba chanjo hii ni salama, na mimi ninayezungumza hapa nimechomwa na sasa mpaka sasa niko salama. Rais wetu amechomwa mpaka sasa tuko salama. Wakati huo tunamwambia ndugu yetu anachokifanya cha kutabirika, je, ajitafakari vizuri sana. Moja, je, siku tutakapomuita kwenye panel, wakati kuna Watanzania kwa uhakika tumewafuatilia na tunajua wamepotosha maisha kwa sababu ya upotoshaji wake, wako kwenye listi tayari, na wakati tunamuita aje na ushahidi wa vyote alivyovisema kisayansi, je, atakuwa navyo uthibitisho? Na wakati huo tunamkumbusha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyopakwayo, tunamkumbusha kiapo cha mwana CCM alichokiapa kwamba usiseme uongo. Je, majibu atakayekuwa nayo na wale wanasayansi wake wa YouTube yatakuwa ni ya kweli, ili aondoke kwenye kifungo cha kikatiba na kanuni za Chama cha Mapinduzi ambazo ndizo zinazofanya mbunge? Na ikumbukwe kwamba hatuingilii uhuru wa mtu kusema. Hata bungeni ukisimama, ambayo wabunge wana uhuru wa kusema chochote, kuna kanuni zinazotuongoza, zinatuambia ukifika mahali umevuka mipaka, spika wa bunge anakuelekeza na unapewa muda ukalete uthibitisho wa ulichokisema. Leo rafiki yangu, kiongozi wangu wa dini, baba askofu, tukimuomba akalete uthibitisho kwamba kwenye chanjo kuna nanometo, atazipata? Tukimuomba akalete uthibitisho wa kisayansi kwamba kwenye chanjo kuna vitu vitakavyokufanya uwe zombi baada ya miaka miwili, ataweza? Akalale usiku atafakari hayo maswali yote nayosema, na wote wanaonipotosha kupitia simu na YouTube. Mwisho wa siku nikihitajika kuwa na ushahidi, nitapata ushahidi wa kisayansi. Sayansi leo, vyombo tunavyovizungumzia hapa ndio sayansi, vinatoa kitu vinakuwa evidential. Je, wao yeye ataweza kujitetea kwa kutumia uthibitisho? Sisi tulichofika mpaka mimi leo nikaja hapa ni kwamba tumetumia nguvu nyingi kumuelimisha, tumetumia nguvu nyingi mimi mwenyewe kumuingilia inbox na kumpelekea uelewa, lakini ni ukweli kwamba hatujachoka kumuelimisha, na kwamba sisi tunajua kwenye jambo lolote, hata chanjo, huwa kuna watu ambao wanawahi kuikubali, kuna watu wakati kukubali, na kuna watu wa mwisho kukubali. Na tunatambua hayo makundi yote yana haki sawa. Wenye wanaowahi kukubali wana haki sawa, wanaokuwa wakati kukubali wana haki zao, wanaokuwa wa mwisho wana haki zao, ambao mimi nilimweka Gwajima kwenye wa mwisho kukubali, lakini kimsingi ameacha kuwa ni mtu ambaye
anaogopa chanjo, anakataa, hajaelewa, ameamua kupotosha na kutumia nafasi yake kama askofu na kutumia nafasi yake kama mbunge kupotosha umma. Na akisema yeye ni mzalendo, anaipenda nchi hii na anailinda. Sasa sisi tunasimamia kwenye hiyo katiba, tunamwambia hata sisi ni wazalendo, tunaipenda nchi hii, tunataka kuilinda. Sasa tunataka tukathibitishiane mbele kati ya yeye na sisi, nani ambaye analinda nchi. Tukikutwa sisi ndio tumekosea, tuadhibiwe, na akikutwa yeye ndiye aliyekuwa anapotosha nchi, anaimaliza, aadhibiwe. Sasa akasimame kwenye huo mstari. Hicho ndicho tunachoweza kusema, kwamba anasema yeye ni mbunge, ni Mtanzania, ana haki ya kulinda nchi, na kweli kila Mtanzania tuna haki zetu za kulinda nchi yetu. Lakini wakati unatumia silaha kuzilinda nchi, uwe na hakika na unachokisema. Tumesema hivyo, hatuingilii uhuru wa watu. Tunasema hivyo kwa sababu tulidhani anachozungumza mwenzetu ameongea zaidi ya Jumapili 5 sasa, tukiwa tunamuelimisha na tukimuelewa, lakini amevuka on board, anagusa sasa kiasi kwamba ifike mahali sasa iwe inahatarisha maisha ya Watanzania. Kikubwa tunachosema, nchi zote ambazo zimechanja, vifo vimeisha, haviko vifo tena vya corona. Kuna maambukizi tu ya corona, mtu anapata shida kidogo, lakini hakuna vifo tena vya corona. Sisi tunataka tufike mahali hakuna mtu anayekufa kwa corona. Gwajima anataka tuendelee kuona watu wanakufa kwa corona. Sisi tunasema hao unaotaka wewe wafe kwa corona ni watu wenye familia sawa na wewe, na hata wewe hatuko tayari ufe kwa corona, kwa sababu wewe ni Mtanzania unayetakiwa kuchangia uchumi wa nchi hii. Sasa tutalinganisha. Sasa ni kwamba kila jambo unalotamka, tunakuomba sheria zote tulizo hapa bungeni, kiapo cha Chama cha Mapinduzi kimesisitiza ukweli. Kimesisitiza ukweli. Hakijazuia wewe kuwa na uhuru wa kusema. Hakijazuia, katiba yetu haijazuia mtu yoyote kuwa na uhuru wa kusema. Lakini hakikisha unaposema ukweli, kesho ukiulizwa uwe na hakika ya kuthibitisha ukweli wake. Sasa sisi tayari tuna mkoba wa ushahidi kwamba chanjo zilizopitishwa na Shirika la Afya Duniani, chanjo hizo ni salama. Tunamtaka Gwajima, na yeye sisi kama Wizara ya Afya tunamuomba aje na mkoba wake wenye uthibitisho wa kisayansi kwa hicho anachokisema. Akishindwa kuthibitisha, tunarudi kwenye katiba ya nchi, tunarudi kwenye kiapo chake, tunamuuliza yeye anadhanije. Sisi hatuna mamlaka ya kumfanya chochote kama wizara, lakini tunakumbusha kwamba huyu kiongozi sasa amevuka on board, anatuharibia kazi, kwa sababu sheria aliyoipitisha mwenyewe kama mbunge inamtaka waziri wa afya aje inapotokea tatizo, aje na solution ya kutatua tatizo, na amekuja na hizo solution. Anayepinga awe na scientific evidence. Una scientific evidence, unalipotosha taifa, na inajulikana mpotoshaji anatakiwa afanywe nini. Asanteni sana. Ndio. Ndio. Swali langu ni kwamba umesema ajitafakari. Lakini Watanzania wanahitaji maisha yao yalindwe. Sasa hatuoni ama serikali haioni umuhimu wa kumwajibisha kabla hayo madhara ambayo mnasubiri yatokee, ndipo mwambie kwamba sasa ajitafakari, pengine kumchukulia hatua nyingine. Yes, na umesema kwamba sisi tunamwambia jitafakari, lakini wewe unahisi kwamba tunachelewa kumwadhibu kwa sababu upotoshaji anaofanya anasababisha Watanzania wapoteze maisha. Nakubaliana na wewe 100%. Lakini nchi, ndio maana tunakwambia katika mojawapo wa nchi za kidemokrasia duniani ni mojawapo ni Tanzania. Sisi tunachosema na rais wetu, kama kuna mtu anayependa haki, ni rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Anapenda sana haki na anapenda aone kila kiongozi anafanya
kazi katika level yake kwa kutumia akili zake zote. Sasa unfortunately huo uhuru umetolewa kwa kwetu sisi, kuna baadhi yetu hawajui kuutumia vizuri. Nimekuja hapa kama kiongozi mwenzake nikiwa kwamba mimi sio mamlaka yake ya uwajibikaji, lakini nikikumbusha kwamba anachoongea kwangu mimi leo, hata ningekuwa raia wa kawaida ninaweza nikamfungulia mashtaka kwamba anasababisha ndugu zangu wafe, na nikaibuka na mwenzangu aliyekufa kwa corona, na nikiibuka ataitwa na mahakama kutoa ushahidi. Anatakiwa awe na ushahidi wa kisayansi. Akikosa, sielewi sheria zitasemaje. Lakini achana na swala la mahakama. Tunapozungumzia chama chetu cha Mapinduzi, wanasema fiti na mwiko, sitatumia nafasi yangu kwa maslahi yangu binafsi na mambo mengine ya uadilifu na utaifa wetu. Maana yake tutakapokuja Wizara ya Afya na mkoba wetu wa ushahidi wa usalama wa chanjo zetu, na yeye atakapoitishwa mkoba wake anapokuja hana, ajiulize anajiweka wapi kwenye kiapo cha Chama cha Mapinduzi. Lakini unapoapa kwa kutumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaisoma, utaiona. Mojawapo ni kuilinda nchi. Kulinda nchi kuna mambo mengi. Mojawapo na mambo mengine uzalendo na vitu vingine. Unapoisoma, unapofika mahali kile ambacho ndio kinisababisha nchi iwe salama, wewe ndio unakipotosha jamii sifuate, unawapeleka kwa jamii kwenye jambo ambalo linaifanya nchi iko salama. Anatakiwa kama mbunge awaze kama alielewe katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati anaapa bungeni. Ndio maana huwezi kuchangia neno lolote bungeni, huwezi kufanya kitu chochote kama mbunge kabla hujaapa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama ameapa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandikwa maneno yote yanazungumzia kweli na kweli kabisa kila jambo unalolifanya. Leo Gwajima anaposema kuna nanometo kwenye chanjo, tukimpereka pale TMDA, tukimpeleka kwenye vyombo vyetu, na tukimchukua tukimpeleka maabara yoyote duniani, na yeye akasampo chanjo yoyote anayotaka na alete wanasayansi wake anayowafikiri, je, ataweza kuthibitisha hicho? Hilo ndiyo anatakiwa aanze, na ndio akili kubwa, na ndiko tunakomfungua kiakili. Sasa kwamba atafanywa nini, mimi sio mamlaka ya kusema atafanywa nini. Nimekuja kumuonya kama mwanasayansi, kumwambia unanikanyaga. Wenye akili zao watatusikia kwamba wanasayansi tumeshakasirika. Alafu sasa watajua wao cha kufanya. Lakini sisi wanasayansi ni kama ambavyo mimi ni naibu waziri wa afya, nianze kuzungumzia masuala ya dini mpaka napitiliza. Viongozi wa dini wataamka, watasema, na wenye mamlaka yao watanitafakari. Hicho ndio kikubwa. Asante. Mheshimiwa Waziri, mimi na maswali matatu. Swali la kwanza, hapa wewe unazungumza kama serikali. Ndio. Kwanza hilo niweke sawa. Na wewe mwenyewe kama serikali umekiri Gwajima na potosha watu. Na madhara ya kupotosha watu kwa Gwajima yanapelekea wananchi ambao wangeweza kuresiki maisha yao kutokana na chanjo, wanamfuata Gwajima alafu wanapotea. Maana yake kuna watu wanafariki kutokana na upotoshaji wa Gwajima. Ndio. Serikali hapa kama inakubali mpaka sasa Gwajima aendelee kupotosha watu na watu waendelee kufariki bila serikali kuchukua hatua, maana yake tafasiri ni kwamba serikali inamuogopa Gwajima.
wewe kiongozi wa serikali, tulitegemea utakuja hapa kueleza umma hatua ambazo serikali imemchukulia Gwajima kutokana na madhara ambayo tayari ameshasababisha kwa afya za watu au anaendelea kuyasababisha. Ajitafakari. Tutauliza ndo way of conduct, ndo jinsi ambazo serikali inatakiwa kufanya kazi dhidi ya watu ambao wanagharimu maisha ya watu. Swali la pili. Nijibu kwanza ile moja kwa moja. Naongezea moja. Claim ya Gwajima anasema ninyi viongozi ambao sasa hivi mnaipigia chapuo chanjo, na anasema ni viongozi wa kisiasa na ni wataalamu, na nashukuru Mungu wewe ni kiongozi wa kisiasa kwenye Wizara ya Afya na ni mtaalamu, lakini pia ni mtaalamu wa masuala haya ya afya. Mlikuwa wapi 6 months ago kuyasema haya ambayo leo mnayasema? Kwa sababu mwanzoni mlikuja mkasema chanjo hii si sawa. Nini kimetokea mpaka sasa? Na kuna klipu anasema waziri wataalamu wa afya, nini kimewapata? Asante. Moja cha kwanza, kama nilivyokueleza kwamba nchi yetu, kama kuna nchi yenye demokrasia moja za duniani zinazoongoza vizuri ni kwetu, na ndio maana unaona mtu anaikifu serikali mpaka inachoka, lakini wanampa muda wa kujirekebisha. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, tunataka, kwa sababu swala zima la chanjo sio swala la kulazimishana, tulishasema ni hiari, lakini tusimruhusu mtu akatumia hili la chanjo kutafuta kiki. Tumekuja hapa kwa mara ya mwisho kuwafundisha Watanzania na kuelewa vizuri kwamba hata siku Gwajima tutakapomuita athibitishe anachokisema, si ndio asipeleke connotation kwamba anaonewa, kwamba tayari tumemuelimisha vya kutosha. Lakini tumempa, serikali haihitaji kukurupuka sana, kwa sababu kimsingi hata wanaokataa chanjo bado sio Gwajima peke yake, wako wengine, si ndio? Lakini Gwajima kwa nini tumemsingo out? Ni kwa sababu tumegundua kwamba afanyi kwa sababu hajui, lakini anafanya kwa makusudi kwa sababu ameamua ligi. Ndio maana sasa tunamwambia brother, tulidhani wewe hujaelewa. Na ndio maana unaona kwenye andiko langu unalo, nilimwambia kaka yangu, mimi nafikiri Gwajima, na mara ya kwanza Wasafi mlinioji, nikasema mimi nikimtizama, nafikiri ni Cloud na Wasafi, nikasema mimi nikimuona Gwajima ninamuona kama ni mteja wangu ambaye bado hajaelewa. We want somebody, tunamtaka mtu ambaye anapokuwa amekosea, anakuwa amekosea kwa sababu hajui. You must be honestly wrong. Lakini kwa Gwajima anajua ukweli na ameelewa, ameamua kucheza ligi. Sasa tunamwambia kwa sasa, kwa sababu ndio sasa tumethibitisha huyu jamaa anacheza ligi, tunamkumbusha sasa kwamba tulikuwa tunakufundisha. Basi tunampa kazi sasa kwamba awe basi na uhakika akienda tena kufungua mdomo wake awe na scientific evidence kuhusu anachokisema. Awe na scientific evidence kuhusu anachokisema. That's one. Hiyo option ni option nyingine ya kwamba bado sisi tunaamini Gwajima ni baba yetu askofu, ni kiongozi mwenzetu, ni mbunge mwenzetu. Kama bado hajaelewa, awe tayari tumkalishe wiki 2 tumfundishe vizuri. Basi akiwa hajaelewa kabisa arudi aseme sababu yake kimsingi. Lakini swala la afya angekuwa anasema mimi situmii, wala mbona haina shida. Lakini unaposema mimi situmii na ina influence watu, na leo unayemkatalia ni yule ambao ukizimia ndio unakimbilia kwake. Hivi unaniamini leo ukiumwa pressure tunashusha pressure yako, leo nakwambia hii chanjo ndio itakufanya usife na corona, unasema sio, umeniletea nanometo, alafu ni kiongozi mkubwa kabisa wa dini, tena ni mbunge. Ni shida. Hiyo ni moja. Hilo ni swali lako la kwanza.
Swali lako la pili kwamba anasema sisi eti uko nyuma tulikuwa waganga wa kienyeji tukashindwa kusema ukweli wa kisayansi, ni nini leo kimetutokea? Nataka niendelee kumfundisha na nimfundishe Gwajima na wajinga wengine wanaofanana na yeye. Tuko pamoja? Narudia, nataka nimfundishe Gwajima na wajinga wengine wanaofanana na yeye. Kwanza, moja, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria ya kuunda idara ya tiba asili Tanzania. Sema Bunge la Jamhuri, yani Bunge la Jamhuri, akiwepo Zito. Na katika hiyo bunge Zito alikuwa ni mmojawapo wa watu waliopitisha hiyo sheria. Kule bungeni, wizarani, tuna directorate, tuna kurugenzi ya tiba asili. Katika wakurugenzi tuna mkurugenzi wa tiba, tuna mkurugenzi wa kinga, tuna mkurugenzi wa tiba asili na kila kitu. Kwa hiyo tiba asili ni swala la kisheria. Bunge hili na bajeti hii aliyoipitisha Gwajima imepitisha mshahara wa kumlipa mkurugenzi wa tiba asili na watumishi wanaomsaidia kuanzia wizarani mpaka wilayani kwenye masuala ya tiba asili. Na Gwajima alipitisha wakalipwe watu wa tiba asili mshahara. Kwenye bunge hili rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametupa zaidi ya bilioni 1 kwa ajili ya kujenga kiwanda Nimri cha kuchakata tiba ya asili, kutengeneza vidonge, kutengeneza syrup na vitu vingine. Na kwenye bunge hili fedha hizo amepitisha Gwajima. Tuko pamoja? Amepitisha Gwajima. Kama tiba asili sio swala la kisayansi, bunge zima lilikaa nini kupitisha tiba asili? Hiyo ni moja. Lakini inawezekana ukasema ni swala la Tanzania. Nenda kaangalie idara za shirika la afya duniani, WHO. Kwenye WHO kuna idara ya tiba asili. Narudia, WHO kuna idara ya tiba asili. Tuko pamoja? Lakini wakati COVID imeanza, hakuna aliyekuwa anajua tiba ya COVID asili. Lakini tuna dawa zetu siku zote ambazo zimekuwa zikutusaidia katika, tulikuwa na dawa za kisasa na tulikuwa na dawa za kiasili. Kwa mfano Covido imetengenezwa na sokonoi ndani yake. Kuna kitu inaitwa sokonoi ya Kimasai. Kuna kitu inaitwa kwa Kimasai loodua, iko kwenye Covido, ambao siku zote imekuwa ikitibu matatizo ya kifua na minyoo na bakteria mbalimbali huko Masaini, na ndio tuliotengenezea Covido ile iliyotengenezwa na Nimri. Na tumekuwa tukiwapa watu na wanapona. Hiyo ni moja. Lakini hivi dawa ambazo tulikuwa zote ambazo unapewa za antibiotiki ambazo anapewa mgonjwa wa COVID, kwani ni dawa mpya zimetengenezwa baada ya COVID kuja? Ni dawa siku zote tumekuwa tukizitumia kwenye matatizo ya kifua. Hakuna dawa mpya ambayo ilitengenezwa wakati ya COVID. Kwa hiyo dawa za kisasa na dawa za asili tulizotumia wakati COVID imelipuka, zote zilikuwaga siku zote zinatumika. Na hata kujifukiza, tumekuwa tukijifukiza tukiwa na matatizo ya kubanwa kifua na kubwana njia za hewa, na ndani ya mkaratusi, si ndio? Ndani ya mti wa mkaratusi, si ndio? Ndani ya mti wa mkaratusi kuna hicho kitu mentho ile, ambayo ndio iko kwenye haya madawa mengine ambayo tunayotumia kama kofta na nini, ambayo ukibanwa kifua, ukibanwa mpua na nini, unatumia kinaachia. Na mkaratusi nayo unayo. Unapochukua, maana yake tungesema meza kidonge fulani ambacho kina mentho iliyotolewa kwenye mkaratusi, ungetuona wajanja. Lakini sio kila Mtanzania anaweza kupata hicho kidonge haraka haraka. Lakini tukasema kwenye mkaratusi kuna hiki kitu, tukasema tumia, ukijifukiza ile inatoka kwenye ule mti, inaingia ile mentho, inatoa ile kamasi iliyotengenezwa kwenye njia za hewa inafunguka, inakusaidia kuendelea kuishi. Hapo kuna kosa gani? Ni upeo mdogo wa kuelewa sayansi. Na ndio maana nilimwambia sayansi ni ngumu brother.
Uwezi ukalala kitandani ukasoma. Uwezi ukawa kwenye neti unajilinda mbu ukasoma ukaelewa. Umeelewa? Uwezi ukaangalia YouTube ukaelewa. Leo quinini tunaisema inatokana na miti. Miti mingine inazalishwa Tanga, lakini ikifika Ujerumani inatengenezwa sindano. Unakuja unadungwa hapa, lakini ni mti. Lakini kuna mwingine tukizidiwa hapa, wakati huo dunia imefungwa, kila mahali hakuna kumsaidia mwingine. Kuna ubaya gani kwa watu wa malaria tukawachemshia magome ya hiyo mti wakanywa wakapona? Kuna shida gani? Si hiyo au nini? Si kwamba tu haijatenganishwa na vitu vingine. Naeleweka, wenye akili ndogo watanielewa, si ndio? Lakini leo bangi, mmesikia wabunge wengine wanasema bangi ni biashara kubwa. Si mmea ule. Unafikiri bangi ni nini wanapopeleka huko? Kwa nini biashara kubwa? Ni kwa sababu wakipeleka bangi kwenye viwanda, wanaenda kuondoa vile vitu vyenye madhara kwenye akili ya mtu, lakini wanachukua kile kenye faida ambacho kinamuondolea mtu maumivu, inageuka kuwa dawa, na zinaletwa ndio tunanunua bei ghali huku Muhimbili na hospitali na Ocean Road ndio tunazotumia, lakini zimetengenezwa kwa bangi. Sasa mtu imetuzidi maumivu makali, ukaambiwa chemsha mizizi fulani ikuondolee maumivu. Hiyo ni wanasayansi. Ni kwamba wanasayansi wana uwezo wa kujipanua. Ilikuja tatizo, Watanzania tukajiongeza. Mwisho wanasema eti tulisemaga tiba asili, alafu sasa hivi tukasema chanjo mbaya. Sisi tulichosema, leo ukipika pilao, siku zote tumezoea pilao ni ya brown. Tumezoea pilao ni ya brown. Alafu akatokea mtu akaleta pilao ya kijani. Lazima wote tuulizane, hii pilao ya kijani ni pilao kweli? Watu wanakuambia ni kweli kabisa, inafaa tena nzuri kuliko ile pilao ya brown mlioizoea. Tunamwambia atuli kwanza, twendeni tukathibitishe. Kwani hapo tumesema atuli pilao au tunataka tujiridhishe ukijani umetokana na nini? Si ndio? Kwa hiyo watu wengine wakati tunajiuliza hii pilao ya kijani ambayo sio brown ni salama au sio salama, ni maswali ya kawaida ya kisayansi. Sisi kama Tanzania ni wajanja. Ilivyokuja chanjo mpya, hatukurupuki kwenda kuchukua, na aliyekuwa rais wetu hayati John Pombe Magufuli alisema Wizara ya Afya msikurupuke. Maswali anayouliza leo Gwajima kuhusu DNA, kuhusu RNA, kuhusu sijui anasema kugusa utu, hayo ni maswali ambayo serikali ya Tanzania ilijiuliza na ikayaandikia jamii za kidunia ndani ya siku 3 tu baada ya chanjo kutangazwa. Na ikawa inangoja. Ndio maana dunia pamoja sisi tulichelewa, hatukugombana. Kwa sababu dunia ilikuwa inajua maswali inayoulizwa na Tanzania sio kukataa, wanauliza. Na siku zote hata bungeni nikawaambia Tanzania haikataani na dunia. Sisi Tanzania tunatambua sisi sio kisiwa. Tunatambua sisi Tanzania sio kisiwa. Tanzania haibishani na WHO. Niliwaambia ni wanasayansi wanabishana kwenye mambo ya kisayansi. Yaani ni sisi tunawauliza wanasayansi wenzetu wa kidunia na WHO kwamba hiki vipi, haya leteni tupime, na sisi tunapima, nao wanapima, na sisi tunakubaliana, okay sawa, mlichoniambia tuambia sahihi. Siku zote sayansi inafanyiwa utafiti kwa njia mbalimbali, na mwisho wa siku tunafika conclusion. Tumefika conclusion hata kama dunia, na mliona wenyewe watu wengine wote walikubali chanjo, tukabaki sisi wenyewe. Maana yake haikutosha watu wengine kukubali kabla sisi hatujajiridhisha wenyewe, na tumejiridhisha. Tumekuja tumesema sawa, tumejiridhisha. Leo nataka nikwambie mwandishi wa habari, amoxicillin ambao umekuwa ukitumia siku zote, wewe leo ukiingiza tunaipima pale TMDA kuihakikisha usalama wake. Akiingiza kesho amoxicillin ile mwenzako mwingine tunaipima. Hata samaki wanaotoka ziwa Victoria, kabla zikija supermarket, kabla ya kuingia kwenye matumizi ya binadamu, inachukuliwa sample, inapimwa na TMDA. Haimaanishi watu wa kanda ya ziwa wanaweka samaki sumu. Hapana, ni kujipima, kujiridhisha. Ndio maana kuna taasisi za kujiridhisha usalama wa chakula na dawa. Na kila siku chakula kinathibitishwa. Hata mahindi leo Kenya tulipeleka mahindi leo ambayo tunapeleka Kenya, tunapeleka wapi na wapi, au tunayotumia nyumbani.
Wakati mwingine mahindi umelima shambani kwako, lakini anatakiwa athibitishwe kabla mwanadamu hajatumia, kuangalia mambo mbalimbali. Haimaanishi wakulima wetu wanaweka sumu, hapana. Kuna mambo ya kujiridhisha inapofika afya ya binadamu. Kwa hiyo sasa ni conclusion yangu ni kwamba, moja, tiba asili bado ni science sahihi ya kupambana na magonjwa yoyote, na mpaka sasa na hii COVID tunaendelea nayo. Hiyo ni moja. Ya pili, maswali leo kina Gwajima na wengine wanaojiuliza ni maswali sisi ambao tumeshapata majibu yake siku zote. Na wakati tunachelewa kupokea, sio tulikataa chanjo, tulisema hatupokei. Hata leo ukija na dawa yoyote, kuna dawa mpya mpaka sasa hazijasajiliwa Tanzania. Nenda kaangalia kwenye listi ya dawa duniani, kuna dawa mpaka sasa hazijasajiliwa ndani ya nchi yetu. Kila dawa tunajiridhisha. Hata hizi chanjo ambao tayari zimekubalika zinatumika, leo ikiingia banchi mpya Tanzania bado haitatumika kwa mwanadamu yoyote kabla sisi hatujajiridhisha. Hicho ndicho kilichokuwa kinafanyika, kilichukua muda mrefu kwa sababu kilikuwa ni kipya. Hizi zingine tunachukua wiki moja tunajiridhisha, tunasema endelea, lakini ile kwa sababu ilikuwa ni kitu kipya ilihitaji mawasiliano ya muda mrefu. Wakati hao mawasiliano wengine wakapokea kwamba tulikuwa tunakataa. Ili zote ambazo zimeshawahi kutokea Tanzania, hakuna chanjo ambayo katika kuchanjwa serikali inasema na inakujazisha fomu kabisa kwamba serikali haitahusika na madhara ambayo wananchi utapata kutokana na hiyo chanjo. Hii imekuwa ni hofu sasa kwamba kwa nini kama hivyo ndivyo. Wewe unasema serikali imejiridhisha na chanjo hii kwamba haiwezi kuwaletea madhara wananchi, na umesema serikali role yake ni kuhakikisha wananchi wanakuwa salama. Kwa nini sasa ili kudhibitisha uongo wa Gwajima serikali isiwajibike kwa madhara ambayo yatatokea endapo watu watachanjwa? Kwa nini msiweke hicho kipengele rather than saying that mkishachanjwa chochote kitakachokukuta ni wewe personally na sio serikali? Yaani kwenye madhara serikali inajitoa. Lakini pia Gwajima anasema kama hii chanjo kweli haina kitu nyuma yake, kwa nini mnaipigia chapuo hivi? Kila siku sasa hivi imekuwa ni kampeni. Kwa nini? Asante. Moja, cha kwanza ni moja kwamba kwanza maana ya uhiari. Leo wewe tukikupeleka Muhimbili sasa hivi unaweza ukakamatwa na tumbo ghafla, utumbo umejikunja. Tukikupefikisha Muhimbili kabla ya kupasua una sign form ya kuridhia kwenda kufanyiwa upasuaji. Ya kuridhika kwenda kufanyiwa upasuaji. Haimaanishi ukisema siendi kufanyiwa upasuaji acha nife kwa sababu inawezekana mnataka kwenda kupasua tumbo mniue, mbona mnanisainisha hamtaki kukubali kwamba nikifa mtanilipa. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida. Hiyo ndio maana ya uhiari. Hata leo tukikupeleka theater, hata ukimuuliza mke wako kama amewahi kupelekwa kutolewa mtoto tumboni, tukikupeleka kama yeye hawezi kusaini, unaenda wewe mume wake una sign ili apelekwe theater. Haijawahi kupeleka connotation kwamba huyu mama hatuna hakika kama hatutamuua kule theater, na wametoka wote salama theater. Kwa hiyo kikubwa ni ile uhiari, kwa sababu hii chanjo imekuja na mambo mengi ya uoga. Kwanza sisi tulikuwa hata wala sio issue hiyo, kwa sababu chanjo zote huwa sisi tunachanja tu. Lakini jinsi shirika la afya duniani lilivyokuwa linataka haki, linasema wekeni hiyo consent, tuwe na uhakika kwamba watu hamjawalazimisha, wamechukua kwa hiari yao. Kwa hiyo hamna shida. Hiyo ni jambo la kwanza. Tuko pamoja jamani? Hilo ni jambo la kwanza. Na mimi nashukuru una maswali yako mazuri ambayo yanajibu yale mambo ambayo yanasumbua watu. Asante sana. Yaani nakushukuru sana kwa maswali yako. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza. Nafikiri uliuliza swali la pili linahusu kitu gani? Kwa nini imekuwa ni kampeni? Kwa nini imekuwa ni kampeni? Nikuulize swali la haraka. Kwa nini ukimwi imekuwa ni kampeni? Ni kwamba tuna maslahi na ukimwi? Nakuuliza na wewe. Leo tunapigaga kampeni ya ukimwi kila siku, tunawaomba msipate kisonono. Kwa nini usiniambia na maslahi na kisonono?
Umenielewa? Kwani usiniambie na maslahi na ukimwi? Kwa hiyo ninachokisema, unaona jinsi wale wenye akili, na mimi najua wewe unawakilisha mawazo ya watu nje, si ndio jamani Lakini hapa tumekuja kufuta mawazo ya watu wenye akili ndogo, si ndio jamani Ndio tumekuja kufuta mawazo ya watu wenye akili ndogo, kwamba leo mtu ukiona ugonjwa unaoua watu wengi ambao unaambukiza, na huu ugonjwa kwa sababu wewe ukipata unakuja kumwangukiza mwingine, unamwangukiza mjomboji pangu na wote tunakufa, ni lazima mimi niwe na maslahi ya kuhakikisha na kuhamasisha ili tusife. Maana yake nikikuacha wewe usio utakufa tu peke yako, unakuja kuniua na mimi, lakini unaua nchi na uchumi wa nchi unavurugika. Leo COVID kitushambulia hapa, ina maana madaraja tunayojenga hapa mnafurahia flyover, mnapita hapa mnafurahia ndege zinashuka, mnafurahia uchumi kupanda, lakini COVID ikipiga hapa kweli, nyie hapa tutaanza kutavutana, hata pesa ya kuitana, hata pesa ya pale kulipana mishahara kwenye ofisi zenu hazitapatikana. Ili msifike huko, tunawahamasisha ili mchukue chanjo, ili mjikinge, mtumie tiba asili, mtumie mjikinge kutumia vitu vya kawaida, lakini hii chanjo muitumie, kwa sababu katika kupambana na hii chanjo tuna njia nyingi, hiyo kuvaa barakoa, tuna njia hiyo, kuna wa mikono, hizo taratibu zote zilizotolewa, tiba asili zetu, lakini tuna hii chanjo kama mojawapo ya njia ya kusaidia, na ndio njia ambayo sasa tumefikia kisayansi ya uhakika kabisa kwamba tukishapiga mtu hapa tuna hakika atakufa kwa mambo mengine, lakini sio COVID. Sasa hiyo lazima tuhamasishe, kama ambavyo tunakubembeleza, tunaendelea kukuambia kama kuwa na mpenzi mmoja, kama uwezi tumia condom, tunakuomba ndugu yangu, ngono zembe acha, na tunaendelea kukubembeleza. Tunatumia gharama kubwa, sio kwamba tuna maslahi na ukimwi, ila hatutaki ufe, tunataka nchi yetu iwe salama. Ndio. Askofu Gwajima amewaonyesha kidole wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Ndio. Na sasa kwenye sekta ya afya mnamshauri vibaya. Kwamba awatazame washauri wake, na amemtoa kabisa Mheshimiwa Rais katika lawama hizi za chanjo. Amesema kwamba watu wanaomzunguka Mheshimiwa Rais ndio wanampotosha. Sasa nyinyi mna wasaidizi wa Mheshimiwa Rais ambao Gwajima anasema mko competence, na mnahofia kumshauri Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kuangalia nafasi yake. Do you agree with the fact that kwamba mshauri na his professional? Yes, kwanza ni mimi ndio hayo nimemsikia, lakini mbona mimi nilisikia nikacheka, niliona anatania. Kimsingi kwa sababu ushauri wa kisayansi haushauri kwa kumwaga mke wako unakuja kanisani alafu ndio unatoa ushauri. Ushauri wa kisayansi unatoka maabara, unatoka kwenye tafiti za kisayansi, unakuja kwenye evidence za kisayansi, ndipo unamshauri mwenye nchi. Sisi, yeye Gwajima ametoka nyumbani, ameangalia YouTube, ameenda Facebook, amepigia marafiki zake hawajulikani ni wana science au sio wana science, lakini wako nchi nyingine, akaingia kanisani akaongea. Sisi wanaume tulioko hapa tumetoka, tumekwenda maabara, wanaume wamekaa maabara, tukaangalia ma-DNA, ma-RNA, ma-virology, tuko pamoja, tunakaangalia duniani wanaona nini, tukawasiliana na maabara kubwa duniani na wanasayansi wakubwa duniani, na tukatumia results zinazotokana. Na nataka nikueleze leo, sisi tumeshafanya mpaka sequencing ya yule mdudu, kujua DNA yake. Na unajua imefanyika wapi? Imefanyika hospitali ya Kibongoto iliyoko wilaya ya Siha. Sequencing, yani kumjua huyu mdudu. Leo huyu anaposema huyu ni variant ya 3, sisi tunajua ametengenezwa na tofali gani na ni tofali gani limegeuka, ndio maana akawa variant wa 3. Alafu tukitoka hapo ndio tunashauri mamlaka. Sasa kati ya sisi na Gwajima, wenye akili watapima nani wako sahihi na ni nani ambao wana uoga wa kushauri. Inawezekana yeye